au nafasi ya fikra na mawazo katika kufanya maamuzi. Narudia tena, somo letu ambalo tunajifunza siku ya leo linasema nguvu au nafasi ya fikra na mawazo katika kufanya maamuzi. Hili ni somo ambalo tutatembea nalo leo, kesho na hata kesho kutwa tutakapokwenda kumalizia semina hii. Na unaweza kusikiliza maneno ya Mungu ukiwa mahali popote. Kuna wengine wapo kazini, madukani, na wengine wapo migawani, na wengine kila mmoja mahali pake alipo. Kila mmoja kwa nafasi yake unaweza kusikiliza maneno ya Mungu, halafu ukaona Mungu jinsi ambavyo anajifunua kwako. Na nikuhakikishie kwamba ukiwa makini, ya kwamba ukinisikiliza kwa makini jioni ya leo, kesho na hata kesho kutwa, utakuwa umenufaika pakubwa sana. Hautabaki kwenye hatua ile ambayo umeizoea kila siku kuwa ukiamka, ukilala upo pale pale. Hautabaki pale pale, na kuhakikishia kwa sababu Mungu anatupenda zaidi ya tunavyojipenda sisi. Najua wakati fulani sisi wanadamu tunajua kwamba tunajipenda sana, lakini si kweli. Kama ungelijipenda ungeliweza kujiokoa. Kristo anatupenda zaidi ya tunavyojipenda sisi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata jioni ya leo tutapokwenda kuanza, hii ni utangulizi tu wa somo letu ambalo tujifunza leo, kwa sababu kesho tutaanza mapema zaidi ili tuweze kujifunza zaidi. Narudia tena, somo linasema nguvu au nafasi ya fikra na mawazo katika kufanya maamuzi. Wapendwa, siku zote wanadamu wanapitia mawazo na fikra mbalimbali, na huwa kuna ulazima wa kufikiria na kuwaza sana kwenye maisha yetu ya kila siku, kwa sababu kuna ulazima, hakuna namna. Haiwezekani mwanadamu kukaa bila mawazo, bila kufikiria, bila kuwaza juu ya jambo fulani. Na ipo sababu kubwa kwa nini wanadamu huwa tunawaza. Huwa tunawaza kwa sababu ya changamoto nyingi na magumu mengi tunapitia duniani. Tungelikuwa kwamba tunaamka tunapata kila kitu tunachokihitaji. Tukihitaji chakula tunapata, tukihitaji mavazi tunapata, tukihitaji kila kitu tunapata, tusingelikuwa na haja ya kuwaza. Bwana asifiwe sana. Tusingekuwa na haja ya kufikiria. Mawazo yangetoka wapi? Fikra zingetoka wapi kutuumiza mioyoni mwetu? Lakini kwa sasa, kwa sababu kwenye dunia hii tuliyopo, lazima inatulazimu tuwaze kila kunapokucha, kwa sababu unaweza kaamka kuna kitu kimepelea. Unaweza kaamka hauna chakula ndani. Unaweza kaamka pocket money imeisha. Unaweza kaamka mavazi au nguo zako zimeisha. Unahitaji kuongeza kingine, na ukiangalia hauoni mahali popote utapoweza kupata. Kwa hiyo tunaingia kwenye mawazo, tunaingia kwenye fikra kubwa, na wakati mwingine zinatuumiza sana. Bwana asifiwe sana. Sasa tunapozungumza fikra au mawazo, tunajifunza kwa kina sana. Natamani kila mmoja aelewe, kwa sababu Mungu anataka kufanya ukombozi wa fikra za wanadamu. Watu wengi ukiona wameharibikiwa ni kwa sababu ya mawazo waliowahi kuyawaza huko nyuma. Kwa sababu mawazo huwa yanazalisha maamuzi. Sikiliza tu nikwambie, ukiona mtu ameamua jambo fulani kulifanya, hajakurupuka akaamka na kuanza kulitenda, alianza akawaza kwanza. Inawezekana akawaza kwa muda wa wiki nzima, wengine waliwaza kwa muda wa mwezi mzima, na wengine waliwaza kwa muda wa mwaka mzima, na kila mmoja kwa muda wake aliowaza. Lakini baadaye akafanya maamuzi. Akafanya maamuzi sawa sawa na mawazo aliyokuwa anawaza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuko pamoja. Natamani uelewe mahali popote ulipo. Hata kama una kazi unafanya, endelea na kazi, lakini ukiwa unasikiliza neno la Mungu, ukiwa unasikiliza Mungu anasema nini, utaelewa kitu cha thamani sana jioni ya leo na kuhakikishia. Sasa kwenye mawazo ambayo tunafanya, mawazo au fikra ni nini? Tunasema kwanza, mawazo au fikra ni tafakari inayofanyika ndani ya mtu. Hii ni tafakari au tafakuri ambayo huwa inafanyika ndani ya mtu, inayohusisha akili au moyo wa mtu, akiongozwa na hisia au imani alionayo. Bwana asifiwe sana. Yaani mtu anapowaza, kuna vitu viwili ambavyo huwa anavihusisha. Lazima vihusika kwenye kuwaza. Kwenye kuwaza utahusisha akili zako ulizonazo, lakini pia kwenye kuwaza utahusisha moyo wako. Ndio maana mtu anasema moyo wangu umejaa na stress nyingi, umejaa na mawazo mengi. Akili yake
imechanganyikiwa wakati fulani kwa sababu ya mawazo mengi alionayo. Lakini sikiliza, kuna vitu ambavyo huwa vinatuguza au huwa vinatuongoza kwenye kuwaza. Yaani kuwa na akili, kuwa na moyo haijalishi. Lakini kuna kitu ambacho kinaweza kikaongoza moyo au akili kaongozwa na hicho kitu katika kutafakari au kuwaza. Bwana asifiwe sana.